nyosha mikono yako miwili juu kabisa. Wale ambao wamekuja wana changamoto mbalimbali, tayari mtumishi wa Mungu yuko mahali hapa na watumishi wengine kukuombea. Wakati unyosha mikono yako miwili juu, nitamwita mchungaji kiongozi wa kanisa la Chemichemi za Uzima ili akuombee baraka. Wewe ambaye leo kwa mara ya kwanza umeifanya sala hii. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa neno ambalo wamelisikia watu hawa na kwamba wameweka imani yao kwako wewe, ninaomba damu ya mwanao Yesu iwaoshe dhambi zao zote, iwatakase kabisa. Nawe Roho Mungu wape maisha mapya kwa nguvu ya ufufuo, waishi maisha ya ufufuo kwa kuwa wameamini katika Yesu aliyekufa kwa ajili yao lakini akafufuka ili waishi maisha mapya. Natamka ushindi, baraka na wema wako maishani mwao katika jina la Yesu Kristo. Amen. Huu sasa ni wakati wa miujiza. Wewe ambaye umefanya sala hii kwa mara ya kwanza, wapo watumishi wa Mungu katikati yetu. Au usiondoke mama. Tulia tu. Yaani hapa usiondoke. Tulia tu kabisa, tulia. Kuna maombi ya mwisho ya baraka. Yaani usipoteze muujiza wako. Tunataka wale ambao wamefanya sala hii kwa mara ya kwanza, watumishi wa Mungu watakuwepo, watachukua jina lako na namba yako ya simu. Ni kwa ajili ya kukuombea tu. Na wakati ni wakati wa kufunguliwa. Ni wakati wa kupokea miujiza. Tayari wapo hapa na mtumishi wa Mungu yupo. Na watumishi wengine wa Mungu watakuwepo hapa. Tutapita kukuombea. Una shida kwenye biashara yako, una kama mtumishi wa Mungu alivyoelekeza, una magonjwa, daktari amesema basi wewe kasubiri tu. Unapona leo. Tena uponyaji wa chapcha, ambao wanahitaji uponyaji wasogee hapa mbele. Wasogeze mbele hapa. Wasogee mbele ambao wanahitaji. Una shida kwenye biashara zako, sogea hapa mbele. Sogea mbele hapa. Usiondoke kama umefanya ukiri kwa mara ya kwanza. Tunaomba tafadhali ambao wanahitaji maombi wasogee hapa mbele. Tutapita hapa sasa hivi kuwaombea. Na mtumishi wa Mungu anaanza sasa. Mtumishi wa Mungu unaweza kuendelea kuwahudumia sasa. Nyosha mikono yako miwili juu. Nyosha mikono yako miwili juu. Randori ya basika. Ni wakati wako wa kufunguliwa. Ni wakati wako wewe ambaye una changamoto. Nimesogea, tuendelee.
watumishi wa Mungu wanavyo vikaratasi vidogo, tunaonyesha ushirikiano mkazi wa Kizota. Nimependa mtumishi wa Mungu amesema, kubali kuokolewa, usisubiri kuokolewa. Ukiokolewa utakuwa umeshakufa. Wakazi wa Kizota, mshukuruni sana Mungu, maana anawapenda kwa ajabu sana. Ametutuma wazamiaji ili kwamba tuje tuokoe. Onyesha ushirikiano, kutoa namba yako ya simu, toa jina lako kamili la kweli, ili chemichemi za uzima tuendelee kukuombea. Tunawapenda wakazi wa Kizota, nyinyi ni wathamani sana. Yesu alikuja duniani kwa ajili yenu, alikufa msalabani kwa ajili yenu. Anawapenda sana. Mtu yoyote asikudanganye, dini yoyote sikudanganye. Yesu anakupenda. Nasema Yesu anakupenda, na anakupenda sana mkazi wa Kizota. Nyosha tena mikono yako miwili juu. Wakati watumishi wa Mungu wanapita kuchukua majina, tuwape ushirikiano. Tuwape ushirikiano. Andika jina lako, andika namba yako ya simu. Tuendelee kukuombea. Tunawapenda sana. Tumekuwa na kiu na shauku kubwa ya kufika Kizota. Ni kwa ajili yako wewe. Hata kama ni mmoja, Biblia inasema ni furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja anapotubu. Yesu angekuja duniani hata kwa ajili ya mtu mmoja. Tumekuja hapa hata kama ni kwa ajili yako wewe. Nyosha mikono yako miwili juu. Tunataka tuwabariki. Na leo ni siku yetu ya kwanza. Hiyo uliyoona ni rasharasha. Mvua yenyewe inaanza kesho. Mwambie jirani, yani hata kama una ndugu yako ana changamoto ya namna gani, unajua nabii wa Bwana amewatabiria hata walioko huko waliosikia kama wana changamoto wameshapona. Tutaanza yani uponyaji wa papo kwa namna sio kawaida. Nyosha mikono yako miwili juu. Nataka mchungaji kiongozi wa kanisa la Chemichemi za Uzima akuombee baraka. Akuombee baraka. Hata kama usiku ulikuwa unaota ndoto mbaya, hutaota leo. Hata kama biashara zako zilikuwa haziendi, kuanzia kesho watu wanaanza kuuza. Hautasema hali mbaya. Nyosha mikono yako miwili juu. Baba, asante kwa ajili ya wanawake hawa na vijana hawa na wanaume hawa ambao wamechagua kuweka ushirikiano na waokozi. Wewe uliye Bwana mwokozi wetu, na shukuru kwa kumeingilia maisha ya watu hawa. Nawe unakomesha maonezi ya wachawi, unakomesha maonezi ya majini, unakomesha maonezi ya mizimu, unakomesha utendaji wa laana mbalimbali kwenye maisha ya watu hawa. Natamka wote waliokusikia na wakaliamini neno lako, wakalipenda, Baba ukawape mwanzo mpya. Uwape mwanzo mpya. Nakomesha mateso ya kiafya, nakomesha mateso ya kiuchumi, nakomesha mateso ya nafsi. Watu hawa wawe na afya njema, wawe na amani, wawe na amani, wawe na uzima, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye juu. Kesho usikose. Hii ni dozi namba 1. Hata daktari anasema unywe mara 2 kwa siku 5 au unywe mara 2 kwa siku 7. Kwa hiyo usiache. Hata kama umeona kitu leo, usikose kesho. Ndio dozi inakamilika. Kesho kutwa tena ndio dozi inakamilika. Na kama una ndugu yako, jamaa yako anasema anashindwa kuacha bangi, anashindwa kuacha mihadarati, anashindwa kuacha ulevi, anashindwa kuacha mambo mabaya, wewe mlete. Yesu Kristo atakuwepo hapa kuwachoma watu sindano zinazowaondoa mateso. Yote yaliyoshinda kwenye maisha yako yatakoma. Na hata wale wenye magonjwa, Mungu alitupa neema. Mungu mwenyewe alisema na moyo wangu kwamba ananiita kukomesha mauti na uharibifu katika maisha ya watu. Kwa wewe njoo, na huduma zetu ni bure. Tutakuhudumia kila siku bure. Kwa hiyo usiogope. Karibu sana.
Amen. Wale ambao hatujachukua majina yao tunaomba tafadhali. Wanawake WPRS, naomba tuonane hapo nyuma.